Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Jana kwa kuna somo zuri, kufa ni faida, na mliona namna gani hata kufa kimwili ni faida kama ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Leo tunaangalia kuwa na matumaini. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Mungu wetu wa mbinguni, tunaita jina lako na neema yako katika kufunza somo hili. Tunaomba Roho Mtakatifu akae kati yetu, utupatie ufahamu, tusaidie pia na mtazamaji aweze kuelewa ni ujumbe gani ambao umeandalia siku ya leo. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Jana ilikuwa ni kufa ni faida. Kufa ni faida. Na jana niliwaambia kabisa kwamba yale maongezi tuliyokuwa nayo, tulikuwa tuna maongezi yetu nayo ya pembeni kuhusiana na yale aliyoongea, lakini hatukukaa sana kujadili alichozungumza Paulo katika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 21 pale na kadhalika. Sasa leo na kichwa mimi nadhani tungebadilisha, tungesema kwenda kukaa na Kristo. Kwenda kama swali na Kristo. Kwenda kukaa na Kristo. Ndio faida hiyo ya kufa hiyo. Sasa kwani anasemaje? Filipi sura ya kwanza mstari 23 na 24. Anasema, ninasongwa katikati ya mambo mawili. Natamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Mwisho. Tukianza pale nyuma, Paulo alianza hivyo, anasema kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba, mstari 20, sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu. Sasa ninapoenda kusubiri hukumu yangu, niko gerezani. Sasa mimi ninachojua ni Kristo anaenda kuadhimishwa. Haya, katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu, ikiwa kama nitaachiliwa niende kazini tena nirudi kazini kwa Filipi huko nini, au ninyongwe, sawa ili mradi Kristo ataadhimishwa. 21, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo. Sawa. Kivipi? Tuendelee kusikiliza. Na kufa ni faida. Kivipi? Ndio anaendelea, anasema ila ikiwa kuishi katika mwili, sio tu kuishi katika mwili ni matunda ya kazi. Na hapo anapoendelea kuzungumza ni kwamba mtakuwa na ninyi na furaha kuniona, tutaweza kujengana. Ndio anasema, ndio moja kati ya vitu ambavyo anasema nasongwa, maana kwa kweli ni kuishi ni Kristo na kuishi ni kumtumikia Kristo, kuwatumikia ninyi ni matunda ya kazi. Sasa tuende kwenye kufa. Hapo mzungumza kuishi katika mwili. Sio kuishi katika mwili maana ya Galatia sura ya 5 kuishi kwa uzinzi wa shetani. Ni kuishi katika body. Katika stoma, Kigiriki, katika mwili wa nyama. Kama hata nyongo. Sasa vipi habari ya kufa? Anakusimuliaje? Na anazungumzia kufa sasa anapoenda kusubiri hatima ya mwisho. Anasema nasongwa. Aya, anazungumziaje habari ya kufa? Anasongwa, anasonga katika mambo ya wingi. Natamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Kwa hiyo kumbe anapoenda kunyongwa anaondoka zake kutoka kwenye mwili. Alafu anaenda kukaa na Kristo katika roho. Ndio ana maana hiyo. Huku tunamhesabu amekufa. Huku anasema anakaa na Bwana Kristo. Na anasema ni vizuri sana. Nzuri ni tamu. Nzuri kivipi? Haya maswali yanataka maelezo zaidi. Twende kwa Wakorintho wa pili sura ya 5. Korintho wa pili 5. Hebu soma fungu la 2 na 3. Nenda haraka hapo, muda tu. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa tukiisha kuvikwa,
hatutaonekana tu uchi. Hadi 5 Kwa sababu kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba tunataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. 6. Basi siku zote tuna moyo mkuu, tena tunajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Bali anasema natamani niondoke niende nikaa na Bwana. Tuwapo katika mwili. Tuwapo katika jumba hili ambalo ni la muda. Hili jumba la muda sio la muda. La muda. Tunatamani kuvikwa zaidi. Na siku ya ufufuo wa Korintho wa kwanza siku 15 anazungumzia ufufuo kama kuvikwa mwili wa kutokufa. Hapa anazungumza kama kuvikwa jumba letu kutoka mbinguni. Aha. Kwa hiyo unataka uniambie kwamba mwili ni nyumba. Mwili nyumba. Nikifa ninakuwa nimetoka kwenye nyumba. Sawa. Siko na ninyi, hatuko naye tena. Ila yuko wapi? Kama ni muumini, kama ni Paulo kwa mfano, kama hapa. Yeye anasema mimi naenda, nitakuwa pamoja na nitakuwa pamoja na Kristo. Tena anasema ni kitu kizuri sana. Sasa katika roho, unajua Paulo ana lugha kama hizi katika Korintho wa kwanza sura 12, kwa pili 12. Anasema namjua mtu katika roho. Alitolewa mpaka mbingu ya tatu. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa katika mwili. Yaani ni halisia mno kiasi kwamba ukiwa katika hiyo hali unaona kama hivi ni ushokuwa kwenye ndoto alafu unaanza kusema hivi ni live au ni kweli? Ni kweli. Sasa wewe Paulo unataka utuambie kwamba panga la Mrumi la Kaisari likianguka kwenye shingo hapa pap, wewe umeondoka. Wewe ni kama ka ndege Kaisari anasema amekupata. Kumbe amekukosa. Umeenda kukaa na Kristo. Na huko kwenye kwa Kristo unatarajia ni kuzuri sana. Nakutuambia hivyo. Ukiwa katika hali hiyo unataka uniambie, unasema umevuliwa, na sio kila mtu anatamani katika hali hiyo. Bado unasubiri kwa hamu kuvikwa. Ndio sawa sana ile lugha ambayo inasema watakatifu wako kwenye madhabahu, roho za wale waliochinjwa zinatamani haki itendeke, na haki ni kuvikwa mwili wa heshima na kuingia katika ufalme wa Bwana. Lakini ni roho zinalia kwamba zinadai ahadi. Lakini turudi tena kwa Paulo, kwenda kukaa na Kristo. Aliondokaje? Aliondoka roho, nafsi, mwili. Hebu niulize, Musa alikufa akufa? Alikufa, mwili ulikufa pale, alikufa ndio. Alikufa. Haya, pale Mathayo 17 alipokutana na Kristo na alikuwa na Elia. Elia tunajua hakufa. Okay, twende Musa. Alikuwa kwenye mwili. Alikuwa na kwenye mwili wa nani? Wanyama. Spirit yake iko inaonekana hapa. Yaani mimi naanza kuona kuna kitu fulani hapa, naanza kuona. Mwanadamu ni roho. Na hii roho ina umbile kabisa, yani ni ina umbo, ila material yake ni roho. Material yake ni roho, ina umbile, ina mwili na wenyewe tuseme. Paulo anasema kwa Korintho 15 kuna mili ya roho, kuna mili ya nyama na damu. Ila kuna different kinds of bodies. Malaika ni roho, sio roho? Malaika ni roho. Anaweza kuonekana katika mwili. Anaweza kuonekana katika mwili. Lakini ni mwili kabisa kama wako. Hapana. Huu ni wa mavumbi. Musa, kwa hiyo pale tunaweza kuona kama anaweza akawa katika hali ya roho hii. Inawezekana? Inawezekana. Yaani mimi najaribu kutafakari. Is it possible? It's possible. Inawezekana ya kwamba Paulo ana udhubutu kwamba mimi haijalishi. Kwa sababu anachojua sio kwamba tu atazima. Hata kuwepo. Lakini ni kwamba atakuwa ndani ya uwepo wa Kristo. Sawa sawa. Hajasema atakuwa mbinguni, lakini anasema naenda kukaa na Kristo. Kwenda kukaa na Kristo. Uwepo Ndio paradiso. Maana tunajua lugha ya paradiso inamaanisha mapumziko.
sio mbinguni, mapumzikoni. Utakuwa nami peponi. Okay. Hayo yote yanatuita kuona tumaini alilokuwa nalo Paulo. Ndio maana alikuwa anaweza kuona upanga, anajua hamna kitu. Hiyo kama huo mtego ni kama wa ndege, mimi ninaruka. Ninaenda kukaa na Kristo nikisubiri kuvikwa jumba langu sasa, ambalo ukipiga risasi haikamati. Maana ni mwili wa kutokufa sasa. Lakini napo ninakuwa katika hali ya uwepo ndani ya Kristo. Na nasema kitu kizuri sana. Ndio kupumzika wenyewe. Sasa kuna mtu mwingine akasema, kama ni hivyo, watu akifa anaenda kupumzika, unataka uniambie habari ya Lazaro pale anaitwa kutoka kaburini, alikuwa kwenye mapumziko, alafu malaika anakuja kumwambia njoo unaitwa na Bwana Yesu? Anyway, mimi naona kama tunakuwa tumeipeleka mbele sana. Pale Kristo alikuwa hajafa. Maana Yohana 14 anasema ninaenda kuandalia mahali ili nilipo mimi nanyi mwepo. Na Paulo anaona alipo Kristo ndipo alipo. Katika ulimwengu huu Yesu anasema tazama niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo hata akiwa gerezani anajua Kristo yuko pamoja naye. Akitoka kwenye mwili anasema niko na Kristo. Sawa. Hakuna cha kunitenga na upendo wa Kristo. Hata mauti hamna cha kunitenga. Ninaweza nikahama nyumba. Nyumba hii ya muda nikaenda nikasubiria nyumba ya milele ambayo wote tutapewa kwa wakati mmoja. Tumaini. Kama ni kweli, ninazungumza kama ni kweli, basi matamu. Wewe unaonaje? Matamu. Hebu zungumza kitu. Kwa kweli leo nimejifunza kitu kwamba kumbe lile kao ambao tunatumaini kuvikwa ni bora kuliko hata ile ambayo tunang'ang'ania leo hii tukisema nife nitoka kwenye mwili huu nife. Kumbe tutamani lile jingine, lakini kutamani kwenyewe kwa sababu tunaenda sehemu ambayo ni bora zaidi, kwa sababu tunakuwa pamoja na Kristo. Ile kuwa pamoja na Kristo unakuwa bado hujavikwa. Bado hujavikwa. Unakuwa katika roho. Katika roho. Kama tumemwelewa sawa sawa Paulo. Kama tumemwelewa sawa sawa. Vazi la roho. Vazi la roho. Mimi natamani hilo. Nalitamani. Yaani unakuwa katika roho. Katika roho, lakini katika mwili wa roho. Katika mwili huo. Mwili wa roho. Rafiki yangu, unaogopa kufa? Uogope. Paulo alikuwa haogopi. Anasema swala, mimi najua yote yataniletea wokovu. Nitatoka kwenye mwili, nitakuwa mikononi mwa Kristo, mikononi mwake roho yangu itakuwa salama. Alikuwa anatumaini, haogopi kwa sababu ya tumaini ambalo sio tu linasubiri siku ya mwisho avikwe kutokufa, lakini hata akiwa katika hali ya kusubiri anapumzika pumziko tamu. Anasema kitu kizuri sana. Unaonaje ulikamate tumaini hili? La hakika, kwa sababu Kristo yu hai na sisi hakuna wa kututenga na upendo wake na uzima wake sasa na hata siku zote. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Ikiwa kama kuna mtu yoyote hapa yuko hospitalini, ameandikiwa ugonjwa unaonekana ni wa kufa, na mapenzi yako ni kwamba apumzike, mpatie kuamini ni kitu kizuri sana akipumzika mikononi mwako sasa, na siku ya mwisho anapoamshwa na kuvikwa mwili wa kutokufa. Kama alivyokuwa na tumaini hili Paulo, kampatie yeyote ambaye anaogopa kufa, anaogopa kuingia eti hasara, kuondokana na nyumba hii ya muda. Na isiwe hivyo, bali ikawe ni sababu ya kuona ujasiri na fahari ya kuishi au kufa kwa ajili ya Kristo. Mpaka wakati mwingine tena utakapotuleta kwa masomo kama haya, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Leo tunafikia tamati ya somo la kuwa na matumaini. Kesho tunaenda kuangalia somo la siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano yenyewe inasema simama imara katika umoja. Mimi ni Aldo Binza na mimi ni Nusu Makalindile. Karibu sana.